السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema kwamba leo kwa fadhili ya Allah jalsa salana ya jumuiya ya waislamu wa Ahmadiyya inakaribia kuanza. Kwa fadhili ya Allah sasa takriban miongo minne imepita. Jalsa salana inaendelea kufanywa hapa chini ya uongozi wa ukhalifa. Mwanzoni kwa sababu ya maandalizi makubwa na mapana, jumuiya ya hapa ilihitaji msaada wa mafunzo ambao kwa ajili yake Khalid Sirabi rahimahullah taala mwenyewe akawaongoza wanajumuiya, na pia kutoka Rabwa watu wenye uzoefu wakaja hapa na wakawafundisha kazi. Miongoni mwao alikuwepo Chaudhry Hamidullah Sahib, afsar jalsa salana vile vile, ambaye akawasaidia sana. Mwaka 1985 jalsa salana ya kwanza iliyofanyika hapa katika uwepo wa Khalifa Abdul Masih Rabi rahimahullah taala. Jalsa moja ilikuwa imefanywa mwaka moja kabla, yani mwaka 1984, lakini jalsa ile ilikuwa ndogo sana. Na jalsa salana ya kwanza iliyofanywa mwaka 1985 ilikuwa imehudhuriwa na watu takriban 5,000, na uongozi wakati ule ulikuwa na wasiwasi, na kila mmoja alikuwa na wasiwasi kwamba kivipi wataweza kuwahudumia wageni wote. Lakini sasa kwa fadhili na msaada wa Allah, katika ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya Uingereza au kwenye ijtimaa ya Lajna Imaila, mahudhurio yanakuwa makubwa zaidi. Na kwa uzuri sana tanzim hizi zote zinafanya maandalizi ya jalsa na zinatekeleza wajibu wao. Basi kwa namna hiyo jumuiya ya Uingereza imekwisha pata uzoefu mkubwa wa kusimamia maandalizi yote. Safari hii kwa kuwa baada ya muda wa miaka 3-4 jalsa inaendelea kufanywa kwa ukubwa huo, hivyo uongozi una wasiwasi kwamba kivipi wataweza kuwahudumia au wataweza kusimamia maandalizi ya wageni takriban zaidi ya 40,000. Lakini kwa fadhili na msaada wa Allah, mimi nina imani kwamba watumishi wetu wataweza kusimamia maandalizi yote kwa uzuri wote. Mashallah, sasa wanajumuiya waishio hapa na wale waliozaliwa hapa na wakakuwa hapa ambao sasa wamekuwa vijana au wamekushafikia umri ambao unakuwa na hali ya kuelewa mambo yote, wamepata uzoefu kiasi kwamba wanaweza kutekeleza wajibu wao kwa uzuri wote.
jumapili iliyopita nilikuwa nimeangalia maandalizi yaliyokuwa yamefanywa hadi wakati ule, na kwa fadhili na msaada wa allah kwenye kila sehemu na katika kila idara nikawakuta watumishi wakiwa imara na wakiwa na ujuzi wa shughuli zao, na kwa fadhili ya mwenyezi mungu fikra nilizokuwa nazo pia zikaniondoka, na wasiwasi huu kwamba kwa kuwa baada ya muda jalsa salana inaendelea kufanywa kwa ngazi ya juu, hivyo yasitoke mapungufu fulani katika maandalizi. mwenyezi mungu pia, mungu akijalia, atawaondolea wasiwasi zao. sharti ni kwamba sisi tuendelee kuelekea kwa allah ili kuvutia fadhila zake. shughuli zetu hazitokani na uwerevu wowote au uzoefu wowote, bali zinatokana na fadhili kuu ya mwenyezi mungu. katika hutuba ya ijumaa iliyopita nilikuwa nimewaambia watoa huduma ya kwamba wao wakifuata mafundisho ya mwenyezi mungu na mafundisho ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam na wakimwomba mwenyezi mungu kwa juhudi na kwa hulka kubwa na kwa maombi, wafanye kazi yao, na hiyo itakapotokea basi mwenyezi mungu atatia baraka kwenye shughuli zao. sisi tumejitolea ili kuwatumikia na kuwahudumia wageni wa hatmasihi maud alahsatu wassalam ambao wamekuja hapa kwa ajili ya shabaha ya kidini tu. basi mimi kwa mara nyingine tena nawaambia watu wa huduma wote kwamba jinsi walivyojitolea ili kuwatumikia wageni, wakisimamisha jaziba ile na wakiendeleza jaziba ile, watekeleze wajibu wao katika siku hizi na watimize haki ya kuwatumikia wageni, na pia wasisahau jambo hili ya kwamba kazi yetu ni kutimiza haki ya ibada ya mwenyezi mungu vile vile, na pia kazi yetu ni kutunza na kuhifadhi swala zetu, na tukinufaika na mazingira haya matakatifu pia tunatakiwa kufanya juhudi ya kutakatha nafsi zetu. kwa kutimiza haki ya utumishi hatutakiwi kuelewa ya kwamba shabaha yetu tuliyokuwa nayo tumeipata. bila ibada shabaha yetu haiwezi kutimia. basi watoto, vijana, wanaume na wanawake na wote wanaotoa huduma wazingatie kwamba wanatimiza haki hiyo. kisha leo ningependa kusema machache kuhusu wageni waliokuja kwenye jalsa. kila mshiriki wa jalsa anapaswa kuweka mbele yake jambo hili ya kwamba msifahamu ya kuwa mambo haya ninayotaka kuyasema nasema kama mambo tu, na mimi nimesema na nyinyi mmesikiliza na hiyo inatosha. hapana, bali kuna haja ya kuyafuata yote. jambo la kwanza na muhimu ni hili ya kwamba watu wote waliokuja kushiriki katika jalsa salana daima wakumbuke jambo hili la hatmasihi maud alahsatu wassalam ya kwamba jalsa hii si kama tamasha fulani ya kidunia, na tuna shabaha na kusudio moja la kushiriki katika jalsa hii.
na shabaha yenyewe ni kuboresha hali ya kiroho na hali ya kielimu na kihulka na kuzalisha mapenzi ya mwenyezi mungu na mapenzi ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam moyoni. basi tutakapokuwa na shabaha hiyo, basi hatutaweza kuelekea upande wa mambo ya dunia, na sisi wakati ambapo hatutaelekea upande wa mambo ya kidunia, basi katika maandalizi ya jalsa, hata kama yakitokea mapungufu fulani, wageni hawatayahisi na watakuwa na wazo hili ya kwamba kama kuna mapungufu yametokea upande wa watoa huduma au upande wa wenyeji au wanaosimamia maandalizi ya jalsa, basi sisi hatupati shida yoyote, kwani shabaha yetu ni kuboresha hali ya kiroho na hali zetu za kielimu ambayo tunaweza kuiboresha kwa kunufaika na matangazo ya jalsa na kwa kusikiliza hutuba zake. basi jambo la kwanza ni kwamba kila mwenye kufika katika jalsa ahakikishie ya kwamba sisi katika nyakati za jalsa, badala ya kutembea hapa na pale, tunatakiwa kusikiliza vipindi vyote vya jalsa, na mapumziko yaliyopo katikati ya vipindi vya jalsa ambayo yanakuwa kwa ajili ya chakula na swala na kwa ajili ya kukutana na marafiki na jamaa, pia tuyatumie kama ipasavyo. hata kama tunapata muda katika muda huo, basi msitembee katika masoko ili kununua bidhaa mbalimbali, bali kuna maonyesho ya vitabu vya jamaati muyatembelee ambayo yameandaliwa na idara ya ishat, na pia kuna idara mbalimbali za markaz. kwa mfano ni makhzin tasawir, review of religion, na pia ni hema la tabligh na maonyesho ya archive. muyatembelee maonyesho haya na pia muongeze elimu yenu ya kidini na kihistoria, ili muradi kwa kila njia mufanye juhudi, na kwa kila njia mkijitenga na mambo ya kidunia, mufanye juhudi ya kuboresha hali yenu ya kidini na kielimu. na hiyo itakapofanywa, basi mapenzi na uhusiano baina yenu pia utaongezeka, na kama kuna mapungufu au dosari katika maandalizi, basi nini hamtaweza kuziona, na kutakuwa na mazingira yenye kuvutia ambayo yanaonyesha na yanadhihirisha mazingira ya waumini wa kweli. na kama hali hiyo haipo, basi hatuwezi kuzalisha na kuleta mazingira katika jalsa ambayo ni shabaha yake. tukianza kutafuta mapungufu na dosari na tukianza kulalamika, basi katika maandalizi haya yanayofanywa kwa muda na ni makubwa, mamea ya malalamiko yanaweza kupatikana, mapungufu yanaweza kuonekana ambayo yanaweza kuleta kiherehere katika tabia. kwa mfano ni maandalizi ya kulisha chakula. katika idara hiyo kikawaida juhudi inafanywa kwamba wageni wapatiwe starehe za aina zote ili kula chakula, na mchuzi usipungue, na pia wanaotoa huduma ya kuwalisha wageni wawatumikie wageni wakionyesha hulka tukufu. lakini saa nyingine katika hisabu mapungufu yanatokea na chakula hakiwezi kuandaliwa kama ipasavyo. hivyo badala ya kuonyesha hasira juu yake, mnapaswa kukubali msamaha kutoka kwa watu wa huduma kwa furaha ya moyo. hata masihi maud alah salam katika hali ya namna hiyo aliweka mbele yetu mfano wa aina gani. kuhusu hiyo katika sera ningependa kueleza tukio moja.
hatmasihi maud alah salam safari moja alikuwa safarini, alikuwa na shughuli zake, hivyo hakula chakula cha usiku wakati ule ambapo chakula kilikuwa kikigawanywa na wageni walikuwa wakilishwa. Watumishi watakuwa wameweka na baada ya muda watakuwa wamechukua tu bila kuona kwamba amekula au la. Uongozi haukuangalia kwamba hatmasihi maud hakula chakula. Hatmasihi maud alikuwa na shughuli zake. Kwa vitu vile wakati wa usiku hatmasihi maud alaihi wassalam alipohisi njaa akauliza kuhusu chakula. Hapo uongozi mzima, yani watoa huduma, wakapata wasiwasi na wote walikuwa na wasiwasi kwamba chakula kimeisha na sasa hakuna kitu kilichobaki, na ilikuwa usiku na soko pia ilikuwa imefungwa ili wangeweza kuagiza kutoka hoteli fulani, lakini hawakuwa na njia. Kwa vitu vile huzur alah salam akapata kujua kwamba chakula kimekwisha, na pia watoa huduma wana wasiwasi, wana huzuni na wanafikiri kwamba kivipi wanaweza kupika chakula haraka haraka. hatmasihi maud alah salam akasema kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Angalieni, juu ya meza ya chakula kutakuwa na makombo cha chapati, makombo ya chapati, basi leteni makombo yale. Hivyo akaala kutoka makombo na pia akawapa moyo watoa huduma. Mwenye kueleza riwaya anasema kwamba kama Hazrat alah salam wakati ule angetoa amri ya kupika chakula, ingekuwa sababu ya heshima kwetu na sisi tungejivunia juu yake kwamba tumepata nafasi ya kumhudumia na humo kulikuwa na baraka. Lakini hata masihi maud salam akihisi shida yetu akatuzuia na akasema hakuna haja ya kupika chakula. Basi huo ni mfano tunaotakiwa kuweka mbele yetu. Kama hatukufika kwa wakati ili kula chakula, basi hatutakiwi kulalamika. Tukipata chochote tunatakiwa kula tu. Saa nyingine mchuzi inakwisha na mara moja adasi inapikwa, kwani adasi inapikwa haraka haraka ili mgeni asibaki na njaa. Hivyo mgeni pia anapaswa kula kwa furaha ya moyo. Na pia akatupatia somo hili ya kwamba hatutakiwi kupoteza chapati. Alikuwa akijua kwamba watu wanaacha makombo ya chapati, hivyo akasema kwamba leteni, mimi nitakula. Hivyo hapa pia nitawaambia wageni kwamba wanaopika chapati wanafanya juhudi kamili kwamba chapati ipikwe vizuri, lakini saa nyingine ikiungua au ikiwa bichi, basi katika hali fulani ya makhsus inaweza kuachwa, lakini si katika hali ya kawaida. Hata kama ikitokea shida kwenye kupika chapati, hawatakiwi kupoteza au kuacha tu bila kula. Hapa kiwanda cha kupika chapati kinaendelea kufanya kazi na watu wa huduma wanafanya juhudi ili kuendesha, na kila mwaka wanaleta maboresho katika kiwanda hicho. Wageni wanapaswa kukumbuka kwamba wanaopika chakula au wanaopika chapati hawatokani na taaluma hii ya chakula, bali ni watu waliojitolea tu na wanatokana na taaluma zao tofauti. Hivyo jaziba na ikhlasi wanayoitumia ili kutoa huduma, basi daima muzienzi. Kuonyesha hulka za juu na kuonyesha hulka tukufu, kukutana na wengine kwa tabasamu na kujitolea kwa wengine si kazi ya watumishi tu au watoa huduma tu, bali wageni pia wanapaswa kuzingatia hilo. Kama hawana hulka, basi hakuna kitu chochote. Kwa njia ya hulka tukufu za watoa huduma tu mazingira hayawezi kuwa na amani,
bali wote waliopo hapa wanatakiwa kuonyesha hulka tukufu. kina mama pia wazingatie hilo na kina baba pia wazingatie hilo. nilikuwa nimetoa kumbukumbu ya hadisi safari ya nyuma kwamba hii ni sehemu ya imani, yani kutabasamu na ni sadaka. hivyo mnapaswa kuzingatia jambo hili. kuhusiana na jalsa, Hatmasihi Maud ametoa nasaha ili kuonyesha hulka tukufu na hulka njema, na pia ametoa nasaha mbalimbali kuhusu wageni. Sasa jambo hili lina kiwango gani? Alisema ya kwamba mimi nasema kweli kweli ya kuwa imani ya binadamu haiwezi kurekebika mpaka atangulize starehe za ndugu yake juu ya starehe yake. kama ndugu yangu mmoja mbele ya macho yangu akiwa na udhaifu na marazi analala juu ya ardhi, na mimi nikiwa na siha nzuri na afya nzuri nalala juu ya kitanda ili yeye asikae juu yake, basi ni masikitiko juu ya hali yangu. nisipoinuka kwa ajili yake na nisipompatia kitanda changu kwa mapenzi na kwa huruma, na mwenyewe nisilale chini. kama ndugu yangu ni mgonjwa na ana maumivu na uchungu fulani, basi ni masikitiko juu ya hali yangu kama niendelee kulala kwa amani, na kwa ajili yake kwa kadri niwezavyo nisimwandalie mambo ya starehe. na kama ndugu yangu wa kidini kwa ubinafsi wake akiniambia kwa ukali, basi ni masikitiko juu ya hali yangu. jambo hili ni muhimu sana kwa ajili ya mazingira ya jalsa. yaani akiniambia kwa ukali, basi ni masikitiko juu ya hali yangu kama mimi pia nimtumikie kwa ukali, bali mimi natakiwa kufanya subira juu ya mambo yake na nifanye maombi katika swala nikilia, kwani huyu ni ndugu yangu na ni mgonjwa wa kiroho. na kama ndugu yangu ni mtu wa kawaida, yani hana elimu au ana elimu ndogo au akitenda kosa fulani, sitakiwi kucheka juu yake au niwe mkali kwake au kwa nia mbaya nianze kuwaambia watu kuhusu aibu zake, kwani njia hizi zote ni njia za maangamio. mtu hawezi kuwa mumini mkweli mpaka moyo wake usiwe laini na asijifanye kuwa kitu zalil kuliko watu wote. kuwa mtumishi wa kaumu ni alama ya kuwa makhdum, na kuongea na watu maskini kwa upole na huruma ni alama ya kukubaliwa kwa Allah, na kutoa jibu la ubaya kwa wema ni alama ya bahati njema, na wakati wa hasira kuvumilia ni alama ya ushujaa mkubwa. huu ndio mwongozo aliowapatia waumini wake. basi hizi ni hulka za msingi ambazo mnatakiwa kuzionesha na kuzihirisha katika muda wote, na haswa katika siku hizi za jalsa. kama sisi tutayafuata hayo katika siku hizi tatu, basi tutazoea nayo, na katika maisha ya kila siku pia tutaweza kuyafuata. sharti ni kwamba mtu awe kwenye fikira yake ya kwamba nilikuwa nimekwenda kushiriki katika jalsa ili kuboresha hali yangu ya kiroho na kihulka, na fikira hiyo ndio itakayozalisha na kutengeneza jamii nzuri ambayo itatusaidia kutimiza haki za wengine, kwamba nilikuwa nimeenda kufanya nini katika jalsa. kumtanguliza ndugu juu ya nafsi si kazi ndogo, bali ni kazi ya juhudi kubwa. hivyo alisema kwamba jambo hili linahusika na imani. mtu huyo imani yake haivi sawa, ambaye hana nafasi ya kujitolea na kutimiza haki ya mwingine. mwenyezi mungu hawapatii waja wake mambo makubwa au neema kubwa juu ya mambo madogo madogo,
bali anamjalia bila hisabu ambaye awe amezidi katika juhudi kutimiza haki za waja wa mungu ni kazi ngumu sana. hivyo masihi maud alahi salam katika sehemu moja anasema ya kwamba haki za allah saa nyingine zinatekelezwa tu, lakini kutekeleza haki za watumishi au watu wa allah ni kazi ngumu sana. hivyo kila mmoja anapaswa kuweka mbele yake jambo hili na fikira hii kwamba sisi kazi yetu ni kutanguliza ndugu yetu juu ya nafsi zetu. tukiwa na fikira hii na fikira hii ikipatikana ya kwamba kazi yangu ni kutimiza haki ya wengine ili kutafuta ridhaa ya allah, basi jamii ya namna hiyo inakuwa jamii ya mapenzi na upendo. na siku hizi tatu tu za jalsa haziwi kwa ajili ya kudhihirisha upendo na mapenzi haya tu, bali maisha yote yanakuwa mfano wa mapenzi na upendo. ni nasaha nzuri nzuri alizozitoa kwa ajili ya kusimamisha jamii tukufu. alisema kwamba mtu akinena katika maneno makali na mimi pia nimtendee kwa njia hiyo hiyo, basi ni masikitiko juu yangu. kinachotakiwa ni kwamba mimi badala ya kumtendea kwa ukali natakiwa kufanya dua na maombi kwa ajili yake. hii ndiyo jamii ambayo islam inataka kuitengeneza na ndiyo jamii ambayo hatmasihi maud anataka kuiona kwa wafuasi wake. ameeleza jambo hili ambalo ni zuri sana kwamba mtu ambaye ana marazi basi yeye ni mgonjwa wa kiroho, ni wajibu wangu wa kumtibu. na jambo hili si kwa ajili ya kumrekebisha mwingine tu, bali ni kwa ajili ya kujirekebisha, bali zaidi ya hayo ni kwa ajili ya islah yetu, kwani tiba ya marazi ya kiroho ya mwingine inaweza kufanywa ambapo mtu asiwe na marazi yale. hivyo kwa ajili ya kuepukana na marazi haya tutalazimika kuepukana na tabia ya kutoa aibu za wengine, na tutalazimika kulainisha mioyo yetu kwa ajili ya wengine. tutalazimika kuondoa kibri ya aina zote. hivyo wenyeji pia watafakari juu yake na washiriki wa jalsa pia watafakari sana juu ya jambo hili. kama tutafanya juhudi ya kusameheana na kuhurumiana na kuleta mazingira ya usalama na amani, basi tutakuwa wenye kufikia shabaha katika siku hizi tatu ambayo kwa ajili yake tumejumuika hapa. saa nyingine juu ya mambo madogo madogo mizozo inatokea na yanapatikana mazingira ambapo watu wanaanza kuzozana au kubishana, na saa nyingine wanaanza kupigana vile vile. kama wanataka kutengeneza mazingira ya namna hiyo na hawawezi kudhibiti nafsi zao, basi ni vyema kwamba wasije katika jalsa. na pia wanaotoa huduma kama hawawezi kujidhibiti, basi wasitoe huduma. katika swala la maagesho malalamiko yanapatikana. kuna sehemu makhsus kwa ajili ya maagesho, na sawa na idadi ya magari sehemu zinapangwa kwa ajili ya maegesho. safari hii labda kutakuwa na magari mengi, hivyo wageni wakipelekwa katika sehemu nyingine wakitoa ushirikiano wanapaswa kwenda huko. kikawaida wanajumuia wamelelewa vizuri kwamba wanatoa ushirikiano, lakini wanakwepo baadhi ya watu ambao wanakuwa na tabia fulani au wanaelewa kwamba tukienda katika sehemu nyingine kipindi chetu kitapotea na tutachelewa kufika katika jalsaga. watu wa namna hiyo wanapaswa kufikiri na wanapaswa kuangalia kwamba uongozi pia umebanwa au una shida zao. hivyo waje kabla ya wakati, na pia wanaotoa huduma
badala ya kuzuzana nao wafahamishe kwa upendo na kwa mapenzi. Mwenyezi Mungu afanye kwamba usipatikane mbele yetu mfano hata mmoja wa namna hiyo. Mwenyezi Mungu awajalie wageni kwamba wasiwatie watumishi wa idara yoyote katika majaribio ya aina yoyote, na pia Mwenyezi Mungu awape watumishi moyo. Mwenyezi Mungu afanye kwamba siku hizi 3 zisipite katika kuimba nyimbo au shairi tu, bali kwa malezi ya siku hizi 3 tupate nafasi ambayo iwe yenye kutengeneza mazingira ya upendo na amani, ambayo ndiyo alama halisi ya mazingira ya Kiislam. Hatmasihi Maud alaihi wassalam ametuelekeza kuwa na fikra tukufu za namna hiyo, ambamo mtu awe na wema na utakaso tu. Safari moja akiwaelekeza wageni kuhusu wajibu wao na akiwaelekeza kuhusu kuwa na fikra tukufu, alisema kwamba tunapaswa kufanya wema kwa nia hii kwamba Mwenyezi Mungu afurahi na tupate ridhaa yake na tuweze kutimiza amri yake, bila kutafakari kwamba tutapata thawabu juu yake au la. Imani inakamilika pale ambapo shida au wasiwasi hiyo inapoondoka. Yani mtu asiwe na wazo hili kwamba kazi ninayotaka kuifanya nafanya kwa ajili ya kupata thawabu tu. Hapana, bali natakiwa kufanya ili kutafuta radhi ya Allah. Alisema kwamba huu ni ukweli ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi wema wa mtu yeyote. Inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, Mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya wale wanaofanya hisani. Lakini mwenye kutenda wema hatakiwi kuangalia upande wa thawabu. Angalieni, ikiwa kuna mgeni anayekuja hapa kwamba atapata nafasi ya kupumzika, watapata vinywaji baridi au atapata vyakula vinono, basi yeye amekuja kwa ajili ya vitu hivi tu, japokuwa ni wajibu wa mwenyeji kwamba yeye kwa kadri awezavyo awatumikie wageni na awapatie starehe, na anafanya hivyo. Lakini mgeni hatakiwi kuwaza wazo la namna hiyo, na akiwaza hiyo itakuwa sababu ya kumletea hasara. Hii ni fikira ambayo kila mgeni anapaswa kuweka mbele yake. Wapo baadhi ya wageni wasio na jamaa zao hapa na wanaishi chini ya uongozi wa jamaati, lakini saa nyingine kwa ajili ya malazi wanaomba vitu ambavyo inakuwa vigumu kuvitimiza, na pia saa nyingine hauwezi kupatiwa vitu vingine, kwani katika jalsa salana kwenye maandalizi makubwa kuwawezesha vitu vyote inakuwa si rahisi. Na kikawaida watu wanaelewa tu. Ni siku 2-3 kabla nilikutana na familia moja ambao japokuwa muda mrefu kabla walikuwa wametoa taarifa kwa uongozi, lakini kwa sababu ya hali fulani ya sintofahamu hawakuweza kupatiwa malazi. Hivyo wakapanga malazi kwa jamaa yao fulani, japokuwa nyumba yake pia ni ndogo sana, na watalala tu wakitandika magodoro, na pia wenyeji na wageni watalazimika kukabiliana na shida, lakini wana furaha kwamba watasikiliza jalsa tu, na mambo hayo wakaniambia kwa tabasamu tu, hawakulalamika. Wengi wanakuwa wa namna hiyo, lakini baadhi wanapokutana nami, bali baadhi ambao wanapokutana nami nikijua tabia yao, na hisi kwamba wao hawataweza kuishi sawa na maandalizi yaliyofanywa na jamaat, lakini wanakaa kwa furaha, na fikra yangu inakuwa tofauti. Ninawaza kwamba hawataweza kuishi, lakini wanaishi na wanakaa kwa furaha, na ni wingi wa watu upo wa namna hiyo. Lakini wanakuwepo baadhi ambao wanalalamika sana. Wakipitisha siku hizi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anawajalia kwa njia nyingine. Hapa pia maandalizi yaliyofanywa kwa ajili ya malazi, mahema,
nafikiri yatakuwa yamekwisha kwa sababu ya uwingi wa watu. Hivyo inawezekana kwamba maandalizi yafanywe ambayo yana shida, lakini wageni wanapaswa kuvumilia hizi zote tu kwa furaha. kwa vitu vile ni wajibu wa wenyeji kama asemavyo masihi maula salam kwamba wageni wahudumiwe kwa kadri ya uwezo wao, na wageni pia wakivumilia shida ndogo ndogo basi mwenyezi mungu atawajalia malipo mema. jambo hili pia tunapaswa kuliweka mbele yetu. katika jamii, kuishi katika jamii kwa amani na usalama na kuzalisha na kutengeneza mazingira ya amani na usalama. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa nasaha gani? Safari moja mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni islamu gani iliyo bora? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kwamba uwalishe watu wenye haja na kila mtu ambaye unamjua au usiyemjua umsalimie. kwa ajili ya kutengeneza jamii ya mapenzi na amani na kwa ajili ya kustawisha amani na usalama katika mazingira, hiyo ni kanuni nzuri ambayo tukiifuata basi jamii inapatikana ambayo inakuwa yenye kusambaza amani na usalama. Fisadi zinapatikana katika dunia kwani maskini wanaendelea kuwa maskini zaidi. leo pia wapo mamilioni ambao hawapati milo ya wakati wawili, na wakila chapati basi wanakosa malazi. hata nchi hizi ambazo zinatajwa kama nchi tajiri, vitu hivi vinapatikana. Uingereza nchi ambayo inatajwa kama nchi tajiri, japokuwa hali ya utajiri imefifia, lakini wapo maelfu ambao wapo barabarani kwa sababu ya hali mbaya, hawapati chakula na pia hawapati malazi. hivyo haya ni mafundisho ya msingi ya islam kwamba tuwalishe watu wenye njaa. lau kama waislamu waelewe kanuni hiyo na viongozi pia waweze kutimiza haki za raia zao, wasiendelee kujaza hazina zao tu, bali wakiwatafuta watu wenye haja watimize haja zao na wawaondolee hali yao isiyo na amani. kisha alisema kwamba toeni salam katika jamii kwa ajili ya kusambaza amani. ametoa nasaha ya kusema salam, na kusema salam si kutamka maneno tu kutoka mdomoni, bali mtu anaposema salam kutoka moyo wake basi anakuwa na fikra ya kusambaza amani na usalama, na pia anakuwa na hisia tukufu kwa wengine, na anafanya juhudi ya kuwaondolea matatizo yao, na pia anafanya dua na maombi. hivyo katika siku hizi kila mwanajumuiya pamoja na kusambaza assalamu alaikum, pamoja na kusambaza utamaduni wa kusema assalamu alaikum, na pia anatakiwa kuwa na hisia tukufu kwa wengine. watu wanakutana na watu kwa furaha ya moyo na pia wanawasalimia kwa jaziba. watu ambao wanapata faida kutoka kwao, au pia wanakutana na watu ambao wanakuwa na uhusiano nao. lakini amani ya kweli na usalama inapatikana pale ambapo watu ambao mioni mwao kuna mizozo au kuna ugomwi huu ukiondoka, na pia kila mmoja aseme assalamu alaikum kwa moyo wake. hivyo katika jalsa hii watu wanapaswa kusambaza ujumbe wa amani na usalama kwa kuondoa hisia za namna hiyo. mwenyezi mungu atujalie kutekeleza nasaha hiyo, na mazingira haya ya jalsa yawe mazingira yenye amani na usalama, bali hulka tukufu na utekelezaji wa haki za binadamu uwe sehemu ya kudumu ya maisha yetu.
kuhusiana na maandalizi ya jalsa salana ningependa kuweka mbele yenu baadhi ya mambo ya kawaida ambayo kila moja anapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza ni kwamba kila moja asikilize jalsa salana kwa ukimya na pia mufanye juhudi. Sio maana kwamba baadhi ya hutuba muzisikilize na zingine msizisikilize kama nimekwisha sema tayari, bali mubaki katika jalsa. Masihi maussalam hakupenda jambo hili. Alisema kwamba watu wanasikiliza baadhi ya hutuba za wahaziri na wanapenda jinsi wanayotoa hutuba na wengine hawasikilizwi. Watu wa hutuba wanatayarisha hutuba kwa juhudi kubwa sana. Hivyo washiriki wote wa jalsa kwa kushiriki katika jalsa salana katika vipindi vyote wanatakiwa kunufaika kiroho na kielimu. Katika siku hizi za jalsa mnapaswa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hizi ni siku za Muharram. Hivyo katika siku hizi na haswa leo ni tarehe 10 ya Muharram, hivyo mumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fikra hii kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na aujalie ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ushindi na mafanikio, na aijalie sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi ya kudumu na heshima. Tuweze kunufaika na maombi yake na Mwenyezi Mungu asalimishe umati huu kutoka kila aina ya uharibifu. Leo kwa jina la Allah na mtume wake waislamu wanaendelea kufanya mengi, wameaibisha Islam. Mwenyezi Mungu awajalie akili wawe wenye kumtambua imamu wa zama. Siku ya Ijumaa maombi yanapokelewa, hivyo mukumbuke jambo hilo. Kwa kutumia jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake, waislamu hawa wakijina walikuwa wamefanya zulma juu ya kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zulma hiyo hiyo wanaendelea kufanya juu ya kizazi chake cha kiroho na juu ya jumuiya ya Masihi Maud Islam. Katika hali nchi ya Pakistan hali ni tete sana. Wapinzani wanaendelea kutumia kila njia ili kuleta hasara kwa jamaati, na wanasema kwamba tunafanya hayo katika mapenzi ya Mtume, na Waahmadia Mungu apishe mbali wanavunja heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila hali msingi wa imani yetu ni itikadi hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin na kuamini juu ya sheria aliyoleta yeye. Sisi ndio watu ambao tukiitikia juu ya wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tumemkubali Masihi Maud na Mahdi Maud. Mapenzi ya Masihi Maud Islam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa na kiwango gani na jinsi Allah alivyomjalia. Kuhusu hiyo yeye anasema kwamba safari moja kilichotokea ni ya kwamba katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusoma durud sharif niliendelea kusoma kwa muda mrefu. Nilikuwa na imani kwamba njia za Mwenyezi Mungu ni nyembamba sana ambazo siwezi kuzipata bila Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema Mwenyezi Mungu kwamba wabtaghu ilaihi lwasila. Ndipo baada ya muda nikaona katika hali ya ruya kwamba watu wawili wenye kuchota maji wamekuja. Mmoja akaingia kwa njia ya ndani na mwingine akaingia kwa njia ya nje katika nyumba yangu, na walikuwa wamebeba mitungi ya nuru, si mitungi ya maji bali mitungi ya nuru, na walisema kwamba haza bima sallaita ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba neema hii ya nur ni kwa ajili yako, kwani wewe umeendelea kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo ilikuwa hali ya mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah alivyomjalia. Hivyo yeye ameeleza katika sehemu nyingi jambo hili kwamba kila kitu nilichokipata nimepata kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kumsalia sallallahu alaihi wasallam na kwa kuzama katika mapenzi yake. Hivyo kivipi
mnafahamu kwamba mimi ni mtu mwingine na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. Hivyo katika siku hizi pamoja na kumkumbuka mwenyezi mungu pia musome durud sharif. mwenyezi mungu asambaze baraka hizi katika dunia nzima, baraka ambazo alikuwa amemwahidi mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. Katika jalsaga kina mama wazingatie jambo hili kwamba wawaambie watoto wanaoelewa kwa kiasi kwamba wasikilize jalsa salana kwa ukimya sana. malezi yanayofanywa utotoni yanashika mizizi, na kina mama wanaokaa katika hema la watoto wafanye juhudi ya kukaa kimya. Tunapokea malalamiko kwamba watoto wanapiga kelele kadogo, lakini kina mama wanapiga kelele zaidi. Na pia kuhusiana na ulinzi katika jalsaga, kila mwenye kushiriki aangalie mazingira yake. Hii ndio njia kubwa sana ya kujilinda. Na pia miongozo ambayo imeandikwa kwenye ratiba muisome kwa umakini na muifuate. mwenyezi mungu awajaalie washiriki wote kunufaika na jalsa salana, awasalimishe na kila shari, na aendelee kuonyesha juu yetu mvua za rehema na fadhili zake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.